Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, tazama tena Bwana, ni siku nyingine uliotupa katika maisha yetu. Asante kwa kutulinda tangu asubuhi tulipoinuka. Asante Bwana kwa ajili ya majukumu yetu yote tuliyoyafanya. Wapo ambao Mungu wametoka kulitumikia taifa letu la Tanzania, ulikuwa pamoja nao. Wapo waliokuwa kwenye majukumu yao ya kila siku, yale yanayowaletea riziki toshayo mwili na maisha yetu. Kila mmoja Bwana, kwa kadiri ulivyomjalia siku hii ya leo, ameona neema yako, ameona upendo wako, ameona uaminifu wako Bwana. Nasi Mungu mtakatifu, tupo tena katika ibada hii ya jioni. Tukusikie wewe Mwokozi wetu unavyopenda kusema nasi kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nikikusihi na kukuomba uanze na sisi sasa na umalize pamoja nasi, na neno lako Bwana likatuimarishe na kukaa kwa wingi ndani yetu, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tuketi wapendwa. Ninamshukuru tena Mungu ambaye ametujalia tena kuiona siku hii ya leo. Hongereni kwa majukumu ambayo tumekuwa nayo ya kila siku kadiri Mungu anavyotutendea. Basi nisome neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 15 mstari ule wa 26 na ule wa 27. 15, 26 na 27 nasema, lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Nanyi pia mnashuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Amen. Wapendwa, kazi ya msingi ya Roho Mtakatifu ni kumfunua Kristo kwa waamini na kupitia waamini hao. Kazi ya msingi ya Roho Mtakatifu ni kumfunua Kristo kwa waamini na kupitia waamini hao, kama ambavyo tumesoma ya kwamba huyu Roho Mtakatifu ndiye atakayetushuhudia ya kwamba sisi tumesema ile iliyo kweli ya Mungu, na yeye Mungu anasema na sisi kwamba nanyi pia mnashuhudia, kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Wapendwa, Roho Mtakatifu si tu nguvu ya ajabu, bali ni nafsi ya Mungu anayefanya kazi ndani ya mioyo ya watu ili kuonyesha ukuu wa Kristo. Kwamba ukiwa na Roho Mtakatifu si tu nguvu ya ajabu, bali ni nafsi ya Mungu anayefanya kazi ndani ya mioyo ya watu ili kuonyesha ukuu wa Kristo. Lakini yeye ndiye anayemfunua Yesu kuwa Mwokozi wa kweli kwa roho zilizopotea. Huyo Roho Mtakatifu anatuwezesha sisi kumfunua Yesu kuwa Mwokozi wa kweli kwa roho zile zilizopotea. Jambo jingine, ushuhuda wa Roho si wa maneno tu, bali ni wa matendo yanayoonyesha mabadiliko halisi. Shuhuda wa Roho si wa maneno tu, bali ni wa matendo yanayoonyesha mabadiliko halisi. Kwa maana kwamba ukiwa na Roho Mtakatifu ni lazima kuwe na kitu kingine kitakachoonyesha ya kwamba hakika wewe umeokoka, unamwamini Yesu Kristo, kama ambavyo tumekwisha kuzungumza tangu tumeanza habari ya neno hili. Na kitu kingine ni kwamba wakati mwingine watu hawaguswi sana. Yaani kuna mahali nilisoma nikakuta kwamba unapokuwa na ule ushuhuda wa kweli, kumbe sio kwamba watu wanavutwa labda na kile unachokisema kwa maana ya sauti, bali watu wanaguswa na yale maisha yaliyojaa Roho Mtakatifu,
yaani yale maisha yako yanayokudhihirisha, yaliyojaa Roho Mtakatifu. Haijalishi unahubiri vizuri sana, haijalishi unahubirije, haijalishi unafanya nini, lakini yale matendo yako ndiyo yanayowafanya watu waguswe na kile ulicho nacho ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha yanayomdhihirisha Kristo katika tabia, upendo, msamaha na unyenyekevu. Kwa hiyo kila Mkristo anapojazwa na Roho Mtakatifu anakuwa chombo hai cha ushuhuda wa Yesu duniani. Maisha yanayomdhihirisha Kristo katika tabia, upendo, msamaha na unyenyekevu, kama tulivyosoma jana kwa habari ya zile karama, na tulivyosoma kwa habari ya yale matunda ya Roho Mtakatifu. Na kwa hivyo kila Mkristo anapojazwa nguvu hii ya Roho Mtakatifu anakuwa chombo hai cha ushuhuda wa Yesu Kristo duniani, kwamba mahali popote kule utakapokwenda hutaogopa kumshuhudia Kristo, hutaogopa kusimama na kulikiri jina la Yesu. Ni lazima utasimama, utamtetea Kristo ambaye yeye ndiye aliyekuokoa. Kuna mfano fulani hivi. Kulikuwa kuna vijana wawili walikuwa wanasafiri, wanakwenda kwenye hizi nchi za wenzetu. Kifanya hivi si mnanielewa? Sasa ile nchi kilikuwa ni kipindi chao cha mfungo, na kwa kawaida unafahamu kipindi cha mfungo huwa hata watu wengine, hata mkipita huku mjini mtakuwa mashahidi, huwa hawafungui kama kuna mahoteli, labda kama ni watu ambao wamezoea sana kupika mama ntilie nini, huwa wakati ule na wao hawaendelezi zile shughuli mpaka kile kipindi kitakapokuwa kimepita. Sasa wale vijana walipokuwa wanasafiri kwenda kwenye ile nchi, walikuwa wawili, wakawa wanatafakari njiani kwamba ni kule tunako kwenda saizi hakuna chochote, na uwezi kukuta mtu yote ameingia jikoni kwa sababu ni mfungo. Na kwa hivyo unajua kabisa kwamba wakiona hata mtu ambaye anafanya hivyo anakiuka ule utaratibu na zile sheria za dini yao. Lakini yeye akasema ya kwamba haijalishi, katika walipokuwa wanazungumza, mmoja wapo kati ya yule mwenzake akasema, lakini haijalishi hata kama wao wamefunga, lakini mimi ni Mkristo, na kama mimi ni Mkristo, mimi nitasimama na kusema ile iliyo ya kweli kwamba mimi ni Mkristo. Kama watanipa chakula wanipe, kama watasema pana nisubiri mpaka muda huu utakapofika waanze kupika na sisi tuungane pamoja nao, basi. Lakini yule mwenzake akawa anamwambia, hapana, kule tunako kwenda haturuhusiwi hata kujitambulisha ya kwamba sisi ni Wakristo. Tunachotakiwa ni kwamba kuanzia sasa hivi wewe nitakuita Juma na mimi utaniita Rashidi. Yule mwenzake akawa amemwambia, hapana, mimi si. Akamwambia, bwana, wewe usije tukaanza mabishano huku barabarani, alafu tukafika kule tukaanza kushurutishwa. Mimi tufuate utaratibu wa tamaduni za wenzetu kule tunako kwenda. Yule mwenzake moyo ukawa unaendelea kupata shida kwa namna ambavyo atafika na kusema kitu kisicho cha kweli. Na kwa hivyo walipofika, yule mwenyeji wao aliwapokea vizuri, na baada ya kuwapokea vizuri akasema, ningependa kuwafahamu majina yenu. Yule mmoja akasema ya kwamba mimi ninaitwa Juma, na mwingine akasema, hapana, mimi ninaitwa Matayo. Yule mwenzake akamtupia jicho kweli kweli, akamwangalia, anamfinyia macho hivi, lakini akasema, mimi naitwa Matayo. Na huyu naye akasema, mimi ninaitwa Juma. Asema, basi karibu Matayo, karibu Juma. Tunashukuru mmefika kwetu, tunajua mmetembea sana, lakini katika kipindi chetu hiki tulicho nacho ni kipindi cha mfungo, na kwa kawaida sisi mpaka muda ufike ndipo sasa wamama wataanza majukumu na tutafuturu. Lakini kwa sababu yeye Matayo amesema hajafunga, basi hebu ngoja nimuite binti atafute chochote amwekee jikoni. Binti akaitwa na Matayo akaandaliwa chochote na akapewa, akakaribishwa, kala akashiba kabisa. Yule mwenzake aliitwa Juma akaambia, sasa wewe Juma bwana, utasubiri kipindi kitakapofika,
basi wewe tutakwenda kufuturu pamoja. Kwa hiyo yeye akakaa pembeni, njaa inamkong'ota, njaa inamuuma, kwa sababu amesema kitu ambacho sio cha kweli. Yeye alichopaswa, kama yeye alijua kabisa ya kwamba mimi ninaitwa Luka, alipaswa aseme ya kwamba mimi ninaitwa Luka, na kama ambavyo Mathayo alivyosema ya kwamba mimi ninaitwa Mathayo. Kwa hiyo Mathayo aliandaliwa chakula, akala. Yule mwenzake akawa anamwangalia, akasema njaa inamuuma, lakini afanye nini? Kwa sababu tayari amekwisha kusema jina ambalo sio la kwake. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, usiache kutoa ushuhuda wa imani yako, hata kama kuna kitu chochote utakachokutana nacho katika mazingira yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali, mshuhudie Kristo. Wakina Stefano si walipigwa mawe jamani, wakafa kwa sababu walimshuhudia nani? Walimshuhudia Kristo. Yule akakaa hapo akasubiri mpaka chakula kikaiva, mpaka wakati wa kufuturu. Na wakati wanafuturu, na Mathayo naye alifuturu kama kawaida na wenzake. Haijalishi alipikiwa, lakini na yeye alikaribishwa sasa kwa sababu ni mlo wa pamoja, na yeye akaketi akala pamoja na wenzake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni lazima ndugu zangu wapendwa, tuhakikishe ya kwamba tunasimama, tunashuhudia, tunasema ushuhuda wa kweli. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tusiogope. Usiogope kumkiri Yesu, usiogope kuongea uongo eti kwa sababu ninaogopa sasa hii ni nchi ya watu nitafanywaje. Wala hakufanywa kitu chochote. Mathayo hakufanywa kitu chochote, na wakapokelewa vizuri, wakaandaliwa vizuri, na baadaye kesho yake kile kilichowapeleka wakashughulikiwa, wakahudumiwa, mpaka wakaagana na wenyeji wao, wakarudi. Sasa ndipo mwenzake alipotubu na kumwambia, Bwana, naomba unisamehe rafiki yangu, mimi sikujua kwamba mambo yatakuwa hivi. Amwambia, sasa wewe kule nyumbani unasema umeokoka, huku ugenini unakataa, unaogopa kumkiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, hayo ndio ambayo tunayotakiwa, ya kwamba sisi tusikubali kabisa kusema kitu ambacho sio cha kweli. Roho Mtakatifu anavyokushuhudia kwamba kazi ya Roho Mtakatifu haiko peke yake, anatenda kazi hiyo kwa kushirikiana na waamini. Anafanya kazi akishirikiana na sisi kama waamini. Sisi ni midomo ya Roho Mtakatifu duniani, tukizungumza, kuishi na kutenda kwa jinsi Kristo anavyotuongoza kupitia Roho wake. Bwana Yesu asifiwe. Kama mfano huu ambao nimeutoa sasa. Sasa ndugu zangu wapendwa, hata tunapozungumza kwa habari hii ya Roho Mtakatifu, anatoa nguvu ya kutoa ushuhuda. Roho Mtakatifu hutoa nguvu ya kutoa Roho Mtakatifu hutoa nguvu ya kutoa ushuhuda. Yeye anatupa nguvu ya sisi kusimama na kutoa ushuhuda. Ukisoma katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 1 na mstari ule wa 8, anasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Samaria na hata mwisho wa nchi. Huyo Roho Mtakatifu ni nguvu atakapotujilia juu yetu. Roho Mtakatifu atakuwa nasi, atakuwa shahidi wetu, akituwezesha katika hatua ya kusonga mbele. Nguvu ya kiroho haina asili ya kibinadamu. Hatuna uwezo wa kweli wa kumshuhudia Kristo kwa mafanikio bila msaada wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hutuondolea hofu, aibu na mashaka ili tushuhudie kwa ujasiri. Ninyi mtakuwa mashahidi. Watu kienda kule mjini tunakuta kuna wenzetu ambao wamefunga maspika. Amefunga spika yake hapo, ameshika na maiki yake, anaongea kule kwa wafanyabiashara kule ndani, anahubiri neno la Mungu. Hivi ni wangapi hapa ambao tukimwambia leo tunakupa maiki na spika tunakufungia, uende ukasimame pale mjini uanze kuwaita watu, utaanza kutoa sababu? Lakini wale wenzetu huwa hawaonagi aibu, si ndio jamani? Sisi si mashahidi, si tunashuhudia, huwa hawaoni aibu. Wanafunga spika yao hapo, wanaongea, wanaozungumza habari za Yesu, wanawahubiria wale wafanyabiashara,
kwa sababu hawana muda kama huu. Hata ukimwambia saa hizi njoo hapa sikiliza neno la Mungu, hana hiyo nafasi. Anakuambia tangu asubuhi nimeamka saa 11 nimechoka. Kwa hiyo wale wenzetu huwa wanatumia ile fursa ya kuwahubiria neno la Mungu. Mimi huwa ninapenda kwa sababu wale wenzetu ni kweli hawapati nafasi hiyo, lakini unafikiri neno lile halitaanguka bure. Kile atakachokuwa anahubiriwa pale na yule mwenzetu aliyefunga spika yake pale, kuna atakayepokea. Mungu ana shida na mtu huyu mmoja tu. Yupo mmoja atakayeokolewa, yupo mmoja atakayekata shauri. Kwa hivyo wale wenzetu wanasimamia nguvu hii ya kiroho inayowapeleka na wakiamini ya kwamba wanapata nguvu na msaada kupitia Roho Mtakatifu. Ndio maana hata wakati mwingine wanafika mahali wanatubeza. Wanasema unaenda kwenye lile kanisa la wale watu ambao hawana Roho Mtakatifu. Si ndivyo huwa wanatuambiaga hivyo? Wanasimama kabisa, unaenda kwenye lile kanisa lile, wale hawanaga Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wao wanaamini kwenye yale makanisa yao ndio yenye Roho Mtakatifu. Ni kwa nini? Kwa sababu huwa hawaonagi aibu, hawaogopi. Wale ni majasiri, wanasimama wanamtangaza Kristo. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, hata na sisi Roho huyu Mtakatifu hutuondolea hofu, aibu na mashaka ili tushuhudie kwa ujasiri. Kwa hiyo tumuombe sana ili na sisi tusiwe na aibu, tusiwe na mashaka. Kama amesema kazi yake ni kutuondolea aibu, kazi yake ni kutuondolea mashaka ili tuweze kuwa na nguvu ya kushuhudia, tuwe na ujasiri. Kwa nini tuogope? Hatuna sababu ya kuogopa. Tusimame ili na sisi tuweze kumshuhudia Yesu hadharani. Jambo la pili ni mfano wa mitume. Sisi ni mashahidi. Wale mitume wanasimama na kuhubiri injili ya Yesu Kristo, wanamshuhudia Kristo. Kabla ya Pentekoste mitume walikuwa waoga, lakini walipovuviwa nguvu ya Roho Mtakatifu ndipo walipoanza kunena kwa lugha. Kila mtu alipokea nguvu ya Roho Mtakatifu akaanza kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari ule wa 14. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari ule wa 14, kianzia pale. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi, ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani watu hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu, juu ya ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ukisoma mpaka ule mstari wa 41 utaona jinsi ambavyo Petro alivyosimama akishuhudia. Utaona aliwashuhudia watu 300 wakaokoka. Wewe umewashuhudia watu wangapi? Tangu umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, umewashuhudia watu wangapi uliowaleta kwa Yesu? Ni swali ambalo unapaswa kujiuliza, kwamba mimi ukisoma utaona jinsi ambavyo Petro alivyowahubiria hawa watu mpaka wakapokea nguvu ya Roho Mtakatifu
lakini pia wakaokoka. Sasa mimi na wewe tumewashuhudia watu wangapi ili wamfuate Yesu Kristo na wao wafanyike Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao? Ndugu zangu wapendwa, ni lazima tuhakikishe kwamba na sisi tunapata nafasi ya kuwafanya wengine ili waje kwa Yesu. Sisi ndio kazi yetu ya kuwaleta wengine kwa Yesu. Wewe uko mmoja, hakikisha kesho unamshuhudia mwingine, hakikisha kesho unamshuhudia mwingine, hakikisha kesho kutwa unamshuhudia mwingine, na kumleta ili kusudi na yeye asikae gizani. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu hutoa uongozi wa kweli katika kusema kwetu na katika kunena kwetu. Tukisoma katika Injili ile ya Luka mtakatifu sura ile ya 12 na mstari ule wa 12, neno la Mungu linasema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile ya wapasayo kusema. Yaani tunapotamani kushuhudia na kusema neno la Mungu, tunapewa kitu cha kusema, kwa sababu unapokwenda huendi peke yako. Ni lazima unaomba ulinzi wa Mungu, ni lazima unaomba nguvu ya Mungu. Hata sisi tunapotoka kwenda mahali, huwa hatuendi tu, huwa tunajikabidhi, huwa tunamwomba Mungu atuwezeshe na kututangulia kule tunako kwenda. Na kwa hivyo hata wewe utakapokuwa unafanya kazi hiyo, hautakwenda peke yako, lazima utamuomba Mungu akutangulie kule unako kwenda na ile huduma unayokwenda kuitenda, ili usifanye kazi peke yako, ufanye kazi na yule unayekwenda kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka 12 mstari wa 12 anasema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile ya wapasayo kusema. Atakupa kitu cha kusema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuogopa. Kwa nini? Kwa sababu tunapomtegemea Roho Mtakatifu, yeye hutupatia maneno sahihi yenye kugusa mioyo. Atatupa maneno sahihi yenye kugusa mioyo ya wale tunaoendea. Jambo la 4 katika kifungu hiki, Roho Mtakatifu hushuhudia ndani yetu. Atatuwezesha, atatupa kitu cha kushuhudia watu wengine, lakini Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yetu. Warumi sura ile ya 8 na mstari wa 16. Warumi 8 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Roho Mtakatifu hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto wa Mungu, basi tu warithi pamoja, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate kutukuzwa pamoja naye. Haijalishi tutakapokwenda, hata kama tutakutana na changamoto mbalimbali huko njiani, lakini kwa sababu tumemwomba Mungu atuwezeshe, na kwa sababu tuna imani ya kwamba tumevikwa nguvu itakayotuwezesha sisi kusimama, hakuna kitakachotugusa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ukisoma kwenye Luka anakuambia tutakanyaga nyoka na nge, na hivyo vyote havitafanya nini? Havitatudhuru. Kwa hiyo tusiogope, hakuna chochote kitakachotudhuru. Ni sisi kuinuka na kuitenda kazi ya Mungu. Ushuhuda wa ndani hututhibitishia na kutupa ujasiri wa kushuhudia hadharani. Ushuhuda wa ndani hututhibitishia na kutupa ujasiri wa kushuhudia hadharani. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri nimezungumza hapa, nikatoa ushuhuda wa wenzetu wale ambao nafikiri huwa wanasimamia sana hapa, kwamba ule ushuhuda wa ndani
unatuthibitishia na kutupa ujasiri wa kushuhudia hadharani. Ndio maana wao wakitoka huwa hawaogopi, wanafunga maspika yao hapo, wanaanza kulitangaza neno la Mungu. Na sisi sasa ni nafasi yetu, tunapotumwa tusiogope, hata na sisi tufunge maspika yetu tukijua ya kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu ipo ndani yetu, tuitende kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, nguvu ya Kristo huleta matokeo. Nguvu ya Kristo huleta matokeo yatakayo kuwa na nguvu kwa wale waliopokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hufanya ushuhuda wetu kuwa na tunda. Roho Mtakatifu hufanya ushuhuda wetu kuwa na wokovu. Roho Mtakatifu hufanya ushuhuda wetu kuwa na toba na mabadiliko kwa maisha ya watu. Roho Mtakatifu hufanya ushuhuda wetu kuwa na tunda. Roho Mtakatifu hufanya ushuhuda wetu kuwa na wokovu. Roho Mtakatifu hufanya ushuhuda wetu kuwa na toba na kubadilika kwa maisha ya watu. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatusaidia kutuletea matokeo yale yatakayoonekana katika wale tunao washuhudia, kwa sababu utakapowashuhudia ni lazima kuna matokeo yatakayotokea. Sidhani kama unaweza ukamshuhudia mtu akabaki kama alivyo. Sidhani kama unaweza ukamtoa mtu gizani akabaki kama alivyo. Kwa vyovyote vile kuna matokeo yatakayoonekana kwake, kwa wewe uliyemhabarisha habari za neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umemuombea, sitegemei kama atabaki kama alivyo. Lazima kuna kitu kitakachoonyesha matokeo ya kile ulichofanya kwake. Atakushuhudia hata kesho yake, anakuambia Bwana, tokana na maombi ulionifanyia jana, tokana na ile habari ulionisimulia jana, tokana na neno la Mungu lilonishuhudia nalo jana, ni kweli nimebadilika, ni kweli nimekuwa mtoto mzuri. Ndio maana unakuta kuna wengine wanasimama, ni wangapi wanatoa ushuhuda, wangapi watasogea mbele kutoa ushuhuda, ni wangapi watakaosema kuwa wanatoa ushuhuda wa yale ambayo wameyapokea. Labda mwingine anasema tangu nilipofanywa maombi na watu wale waliokuja, kikundi kile kilichokuja hapa, watu wanasimama wanasema jamani, mimi nilikuwa hivi, lakini kupitia neno la Mungu lile ambalo nilihubiriwa limeonyesha matokeo ndani yangu, limeleta mabadiliko kwenye maisha yangu, limenitoa kule nilikokuwa. Yumkini mimi labda nilikuwa mlevi sana, yamkini nilikuwa mnywaji sana, yamkini nilikuwa mvutaji sigara, lakini kuanzia kipindi kile niliposhuhudiwa, nilipoelezwa habari za Yesu, mimi kuanzia sasa sinywi pombe tena, kuanzia sasa sivuti sigara tena, kuanzia sasa nilikuwa mwizi siibi tena. Mimi ninaamini tumekutana na watu wa jinsi hiyo ambao wanashuhudia yale ambayo wameona matokeo ya kile ambacho wamekipokea kutoka kwa wale waliowapelekea. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 6 na mstari wa 44. Turudi tena kwenye Yohana 6:44. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 6 na mstari wa 44. Neno linasema, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka. Hakuna mtu anayeweza akavutwa bila wewe kumpeleka kwa Baba. Ni kazi yako wewe kuhakikisha kwamba unasukuma ile injili ya Yesu Kristo ili kusudi. Na ndio maana neno hili linasema hakuna
anayeweza kuvutwa na mimi bila kupelekwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kuna mtu mwingine anayekupeleka kule kwa Baba, anayekuhabarisha kwa habari ya Mungu, na wewe unampeleka. Na Yesu anasema kwamba huyu anayevutwa na wale waliompeleka atafufuliwa siku ya mwisho. Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha ujasiri. Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha hekima. Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha nguvu ya kutoa ushuhuda wenye matokeo, kama nilivyosema. Bila yeye ushuhuda wetu ni dhaifu. Bila yeye ushuhuda wetu ni nini jamani? Ni dhaifu. Pamoja naye ushuhuda wetu unaambatana na nguvu na uthibitisho. Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha ujasiri. Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha hekima na nguvu ya kutoa ushuhuda wenye matokeo. Bila yeye ushuhuda wetu ni dhaifu. Pamoja naye ushuhuda wetu unaambatana na nguvu ya uthibitisho. Kwa maneno hayo, ndugu zangu wapendwa, niwatakieni kila laheri na baraka katika kujifunza neno hili. Kama nilivyosema, neno la kwa habari hii ya Roho Mtakatifu ni habari pana, lakini kwa hicho ambacho nimeweza kukisema, basi kikafanyike baraka kwetu, na sisi tusiwe ni wasikiaji tu, bali pia tuwe ni watendaji. Tunapolisikia neno la Mungu, basi na sisi tuweze kulifanyia kazi, tulitendee kazi maisha yetu. Na ikimpendeza Mungu, basi kesho, wiki hili tulikuwa wawili, na kesho atanipokea mwenzangu. Na mimi nimeishia hapo. Nimalize kwa kusema Roho Mtakatifu chanzo cha ujasiri. Roho Mtakatifu ni chanzo cha hekima na nguvu ya kutoa ushuhuda wenye matokeo. Bila yeye ushuhuda wetu ni dhaifu. Pamoja naye ushuhuda wetu unaambatana na nguvu ya uthibitisho. Amen. Karibuni vijana wetu, tupe tuabudu na tuingie sasa kwenye maombi. Kila mmoja analo la kutafakari, kila mmoja analo la kumwambia Mungu na kumwomba Mungu atusaidie ili tusimame kama mashahidi wa kweli. Atuwezeshe, atuondolee hofu, atuondolee uoga, atupe ujasiri, atuvike ujasiri. Sisi tuliovikwa nguvu ya Roho Mtakatifu, atuvike ujasiri wa kusimama, kuwapelekea wengine neno la Mungu, kuwashuhudia hata kama ni hadharani. Usiogope, hata kama ni kwenye mabasi, usiogope. Umekaa na mwenzako, msalimie, msemeshe, muulize mwenzako, unakwenda wapi? Vipi, umeokoka? Umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako? Usianze story nyingine za duniani, anza na story za yeye kubadilisha. Huwezi jua ya kwamba umekaa pamoja na yeye kwenye siti ya basi kwa kusudi, ili uweze kumhabarisha kwa habari ya neno la Mungu. Kwa kila mmoja amuombe Mungu ili Mungu aweze kukusaidia, aweze kukuondolea aibu, aweze kukuondolea hofu, ili uwe jasiri wa kusimama. Kukaa kwako usije kukawa bure, ili tusije tukafika kule mbinguni tukadaiwa. Niko hapa,
wake ambao wameuachilia jioni ya leo. Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya neno lako Bwana. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya ukuu wako Bwana. Asante Mungu wa rehema kutufunulia siri za mapenzi yako Bwana, kwa habari ya uweza wa Roho wako Bwana, kwa habari ya uweza wa nguvu za Roho wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ndio uliyesema Bwana, nanyi mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa miungu, asante Bwana mabwana kwa kutufunulia Bwana juu ya neema yako iliyoko ndani ya nguvu za Roho wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Asante Bwana juu ya hiyo neema yako ambayo imeachiliwa Bwana, katika jina la Yesu. Maana katika Roho wako kuna kufundishwa, maana katika Roho wako kuna kuhuishwa, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Nami Bwana ninaomba Bwana, hiyo nguvu yako na uwezo wako, hiyo nguvu yako na uwezo wako juu yetu na ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu wa rehema, hiyo nguvu ya Roho wako, hiyo nguvu ya Roho wako, Roho wako anayetufundisha, Roho wako anayetuelekeza, Roho wako anayetuinua, Roho wako anayetufundisha, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Tunaitia hiyo nguvu yako, tunaitia hiyo nguvu yako ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu yako, nguvu yako, nguvu yako, nguvu yako ishuke, nguvu yako ishuke, nguvu yako ishuke, nguvu yako ishuke, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu ni hai, nguvu ya Roho wako inatusaidia na ule udhaifu ulioko katikati ya miili yetu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Hiyo nguvu yako ipite sahi juu ya hiyo miili, iondoe hiyo roho ya udhaifu, hiyo roho ya udhaifu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Jawa na hiyo nguvu, jawa na uweza, jawa na hiyo nguvu, jawa na uweza, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu, hiyo nguvu inaituisha, tunaitia sahihi, tunaitia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, katika uwezo wako wa Roho wako inatupa nje hiyo hofu, inatupa hayo mashaka, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako, asante Bwana kwa ajili ya uwezo wako, asante Bwana kwa ajili ya mamlaka yako, asante Bwana kwa ajili ya uwezo wako. Ninalibariki na kulinua jina lako, ninalibariki na kulitukuza jina lako, katika jina la Yesu.